walaysa liman tuwfiya anha zawjuha, na wala haifai kwa yule mwanamke ambaye atakuwa amefiliwa na mume wake, alkhuruju ila alhaji, kutoka kwenda kuitekeleza ibada ya hija, fi iddati alwafati, akiwa yuko katika eda ya kuondokewa na mume wake. Mwanamke yoyote ambaye atafiliwa na mume wake na yuko ndani ya kipindi cha hija na ana uwezo wa kwenda kuhiji wa kifedha, hafai mwanamke yule kutoka kwenda kuitekeleza ibada ya hija. Limadha? Ni kwa nini? Lianna liiddata tafutu, kwa sababu ile eda si huwa inamalizika. Anakaa miezi 4 na siku 10. Imeshindikana mwaka huu, atakwenda kuhiji mwaka ujao. Walhaju la yafutu, lakini ile haji haiondoki. Kila mwaka haji ipo, kila mwaka haji ipo. Kwa hiyo mwanamke yule anatakiwa akae eda mpaka eda yake iweze kumalizika. Qala jalla wa ala fi kitabi, Allah amesema kwenye kitabu chake, walladhina yutawaffawna minkum, na wale ambao miongoni mwenu enyi wanaume mtafariki au mtakufa, wayadharuna azwaja, na wakaweza kuwaacha wake zao duniani, yatarabbasna bi anfusihin, wanatakiwa wajizuie na kukaa eda kwa nafsi zao 4 ashhurin wa 10, miezi 4 na siku 10. Kwa hiyo mwanamke ikiwa amefiliwa na mume wake, yuko ndani ya idda, na umekuja wakati wa kwenda kuhiji, ana uwezo wa kifedha kwenda kuhiji, anatakiwa akae eda, amalizane na eda yake. Hiyo ni Suratul Baqara aya nambari 234. Wajhu dalala, tuangalie muongozo wa dalili kwenye aya hii. Anna almutawaffa anha zawjuha, kwamba yule aliyefiliwa na mume wake, la yajuzu laha, haifai kwake yeye, an takhruja min baitiha, kutoka kwenye nyumba yake, watusafira lilhaji, na kusafiri kwenda kuitekeleza ibada ya hija, hatta taqdiya liiddata, mpaka eda yake imalizike. Liannaha fi hadhihi alhali, kwa sababu katika hali aliyokuwa nayo kwa sasa, ghairu mustati'atin, hayupo ndani ya yule mwenye uwezo wa kuitekeleza ibada ya hija. Liannahu yajibu alaiha, kwa sababu inalazimu juu yake, an tatarabbasa fil baiti, ajifunge na akae ndani ya nyumba yake mpaka amalize eda yake. Maneno haya ukiyataka, nenda kwenye kitabu Majmuu Fatawa wa Rasaili al-Uthaymin, kitabu nambari 21, ukurasa ni wa 214. Wa an Sa'id ibn al-Musayyib, kutoka kwa Sa'id mtoto wa al-Musayyib, anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, hakika ya Umar mtoto wa Khattab, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee yeye, kana yaruddu almutawaffa anhunna azwajuhunna min albaydai, alikuwa akiwarudisha wale wanawake waliofiliwa na waume zao ambao wako ndani ya eda, kutoka sehemu moja inaitwa Albaida. Umar yuko hapo Albaida. Hii ni sehemu ambayo iko baina ya Makkah wal Madina, iko sehemu ambayo kwamba baina ya Makkah na Madina. Umar anakaa pale, akishajua huyu amefiliwa na mume wake, bado yuko ndani ya idda, anamrudisha, anamwambia haya, Madina huko, nenda ukakae eda yako. Yamnauhunna alhajja, anawakataza wasihiji. Rawahu al-Imamu Malik fi al-Muwatta, maneno haya ameyapokea Imamu Malik katika kitabu chake al-Muwatta, kitabu nambari 2, ukurasa ni wa 591. Qala al-Albani fi Irwa' al-Ghalil,
Vile vile maneno haya ameyazungumza Sheikh Albani kwenye kitabu chake Irwaul Ghalil, kitabu nambari 7 ukurasa ni wa 207.